Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Habari kubwa ya kimichezo ambayo tunakwenda kuiangaza mezani siku ya leo ni kuhusiana na kile ambacho kimeweza kujiri kutokea ndani ya klabu ya soka ya Simba Sports Club. Hii ni mara baada ya Simba Sports Club kuweza kumaliza msimu wa mwaka 2024-2025 pasipo kupata mafanikio yote, lakini Simba wenyewe wanakuambia walikuwa wanajenga timu, kwa sababu ukiangalia katika sajili ambazo walizifanya msimu ulioanza, basi kwa upande mwingine ni sajili za wachezaji wengi, na ndio maana tumeona hata Simba walikuwa na project na kocha mtaalam Fadlu Davis ambaye pia kiufundi ama kimsingi ameifanya Simba kupata mafanikio makubwa kwa kipindi cha muda mchache, japokuwa hawajapata kikombe, lakini Simba inavyocheza watu wengi wameweza kujiridhisha. Ukiangalia Simba wameweza kufika fainali mpaka kombe la shirikisho ikiwa tu wanajenga timu, lakini Simba ndani ya misimu minne mara baada ya kufanya vibaya kwa kutokutoa kikombe, lakini ndio msimu ambao wamefikisha alama nyingi kuliko msimu wote ule kunako ligi kuu ya NBC. Sasa kinachoendelea ndani ya klabu ya soka Simba ni kuhusiana na ile ripoti ambayo mtaalam kocha Fadlu Davis ameweza kuiacha ndani ya klabu ya soka Simba kuelekea katika msimu ujao wa mwaka 2025-2026, kwa sababu kocha huyu hivi sasa tunavyoongea yupo mapumzikoni nchini kwao Afrika Kusini. Kwa hiyo mara baada ya kuondoka kuna ripoti ambayo ameweza kuiacha. Sasa watu wengi wanajiuliza ndani ya hiyo ripoti kuna nini? Fahamu cha kwanza, kocha huyu ameweza kuomba viongozi wa klabu ya soka Simba waweze kufanya maboresho katika sajili, ambapo kwa upande mwingine tunashuhudia Simba watakwenda kufanya sajili za wachezaji wapya ambao watakwenda kuitumikia klabu hii ya soka Simba kuelekea katika msimu ujao. Sasa maeneo ambayo kocha huyu ameweza kugusia, basi ameweza kuomba aletewe beki mmoja wa katikati ambaye atakuwa ni mahiri, beki wa viwango vya juu kuliko beki ambao wapo sasa hivi ndani ya kikosi cha timu ya soka ya Simba Sports Club, bila kusahau maeneo mengine ambayo ameweza kuomba aletewe wachezaji ni katika eneo la kiungo wa katikati, yani typical namba 6 ambaye atakwenda kusaidiana na Yusuf Kagoma, kwa sababu ukiangalia msimu huu Yusuf Kagoma ametumika sana katika eneo la kiungo namba 6. Kwa hiyo ameweza kuomba aletewe kiungo namba 6 ambaye atakwenda kuwa ni supabu kweli kweli, bila kusahau ameweza kuomba aletewe winga mmoja mshambuliaji ambaye atakwenda kuwa daraja ya juu kuliko hata Elim Panzu labda au Kibu Dennis Prosper. Hii ni kutokana na kwamba anataka kuwa na kikosi bora ambacho atakwenda kushindana nacho kunako ligi ya mabingwa barani Afrika. Bila kusahau ameweza kuomba aletewe kiungo mmoja mshambuliaji ambaye atakuwa ni mbunifu, kiungo ambaye atakwenda kusaidiana na Jean Charles Ahoua. Kimwangalia Ahoua ni kiungo ambaye anakupa namba za magoli, namba za assist, lakini vile vile kwa upande mwingine kocha ameomba aletewe kiungo mwingine ambaye atakuwa ni mbunifu zaidi kuliko Jean Charles Ahoua. Bila kusahau kocha huyu amesisitiza kama kutakuwa na uwezekano wa lete striker, lakini anaamini katika uwezo wa mastrika yake. Kwa hiyo hiyo ndio ripoti ambayo kocha ameweza kuiacha, lakini vile vile kuna baadhi ya nyota ambao ameweza kuorodhesha kwamba hayuko tayari kuendelea nao kuelekea katika msimu ujao wa mwaka 2025 2026. Miongoni mwa nyota hao ni mchezaji anaofahamika kwa jina la Fabrice Luamba Ngoma ambaye anamaliza mkataba, kwa sababu kiungo huyo tunaona kwa mujibu wa kocha hana speed, yuko slow, lakini ndio hivyo alikuwa akimtumia kwa sababu alikuwa na namna. Bila kusahau Dibra Fernandez Mavambo naye pia ni miongoni mwa wachezaji ambao ameweza kuomba waondoshwe ndani ya kosti yekundu wa Msimbazi. Bila kusahau Agustino Kejefa naye pia ni miongoni mwa jina ambalo limetajwa na kocha mkuu anaofahamika kwa jina la Fadlu Davis. Lakini bila kusahau kwa upande mwingine ameomba kama itawezekana Joshua Mutale SJ Rabudo auzu, atafute winga mwingine ambaye ni tishio kama ripoti yake inavyoeleza. Lakini bila kusahau kwa upande mwingine wachezaji ambao wanakwenda kumaliza mkataba yeye usiki nao ni golikipa Hussein Abeli, Aishi Manula, Ayubu Lakredi. Bila kusahau mchezaji mwingine ambaye anakumaliza mkataba ni Mzamiru Yasin. Hawa ni wachezaji ambao wanamaliza mkataba kwa Simba, kwa mujibu wa taarifa hawatakuwa tayari kuendelea nao, lakini cha msingi ni ripoti ambayo Fadlu ameweza kuiandaa akiamini kwamba kuelekea katika msimu ujao Simba yake itakuwa ni tishio kwa zile sajili ambazo
watakwenda kuzifanya. Hii ni kutokana na kocha huyu kuwa na msimu bora kwake mara baada ya kutoka kuwa kocha msaidizi kunako klabu ya Raja Casablanca, kisha kuja kuwa kocha mkuu na kuweza kufanya vizuri katika msimu wake wa kwanza, japokuwa hajatoa kikombe, lakini tunaona jinsi ambavyo alikuwa akicheza. Timu ilikuwa ina spirit, lakini ndio hivyo bahati ilikuwa kake katika kutoa kikombe. Kwa hiyo ndio ripoti ambayo kocha mkuu Fadlu Davis ameweza kuiandaa. Je, ni kweli kwa upande wako kwa hiki ambacho kocha ameweza kukiandaa unakubaliana nacho? Kama unakubaliana nacho, like video yetu kwa ripoti ambayo kocha ameweza kuitoa.